Karibu sana katika channel hii ya Mungu ni Tumaini. Leo bana msikilizaji, kama unayo furaha sana, ni kukumbushe tu kwamba bana leo tuko katika sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo. Kumbuka tunasoma kidogo kidogo hivi mpaka pale ambapo tutakapofanikiwa kuimaliza Biblia. Sasa leo ni katika sura hii ya 5. Kumbuka sehemu hii ni sehemu ambapo nje tu ya kusoma neno la Mungu, kusoma aya kwa aya na sura kwa sura, basi lakini pia ni sehemu ambapo tunaweza kujifunza masomo mbalimbali kwa njia ya mahubiri, kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na Biblia na neno la Mungu kwa ujumla wake. Sasa leo tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 5. Nikukaribishe sana tuweze kuwa pamoja, tusome pamoja na kisha tuingie katika tafakuri. Kabla ya kuanza neno, basi tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wakati huu. Tunakuomba tena utupe tafakari kwa wakati huu mwingine tena. Tupe tafakari ya neno lako. Tunataka tusome neno lako, tunaomba utupe kulielewa. Tuongeze imani, tukuamini sana wewe na neno lako. Mungu Baba, tuondolee maradhi mbalimbali pia yanayotusumbua. Misongo ya mawazo, maradhi ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza. Epusha mbali nasi. Kwa namna ya pekee sana, damu ya Yesu na iweze kuwa ndio faraja yetu, na iweze kuwa tiba katika maisha yetu. Ponyesha miili yetu, ponyesha akili zetu, ponyesha roho zetu, nawe uendelee kuwa pamoja nasi. Basi tunakuomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Tukianza na mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo sura ya 5, inaanza kwa kusema: hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti ilikuwa ni miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Seti akaishi miaka 105, akamzaa Enosh. Seti akaishi baada ya kumzaa Enosh miaka 807, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Seti ni miaka 912, akafa. Enosh akaishi miaka 90, akamzaa Kenani. Enosh akaishi baada ya kumzaa Kenani miaka 815, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Enoshi ni miaka 905, akafa. Kenani akaishi miaka 70, akamzaa Mahalaleli. Kenani akaishi baada ya kumzaa Mahalaleli miaka 840, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Kenani ni miaka 910, akafa. Mahalaleli akaishi miaka 65, akamzaa Yaredi. Mahalaleli akaishi baada ya kumzaa Yaredi miaka 830, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Mahalaleli ni miaka 895, akafa. Yaredi akaishi miaka 160 na akazaa Henoko. Yaredi akaishi miaka 162, akamzaa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka 962, akafa. Henoko akaishi miaka 65,
akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Methusela akaishi miaka 187, akamzaa Lameki. Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969, akafa. Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shemu na Hamu na Yafeti. Msikilizaji, hapo sasa ndipo sura hii ya 6, sura ya 5 inapoishia. Ninakukaribisha katika kuendelea kuwa na sisi kila wakati pale ambapo tutakapokuwa tunakuletea Mwanzo sura ya 6. Hii ni Mwanzo sura ya 5 na hapo ndipo ilipoishia. Basi nakukaribisha sana. Wakati huu nikikuaga nakukaribisha vile vile katika sura ya 6 kwa sababu hatujafika mwisho. Usisahau kwamba sehemu hii pia tunakutana kufanya mahubiri mbalimbali na masomo mbalimbali ya Biblia. Usikubali kukaa mbali. Kubali kupitia dakika kadhaa hizi kulisikia neno la Mungu kwa njia ya sauti, lakini baada ya hapo ukaendelea na shughuli zako zingine. Lakini pia kama una neno unaweza ukatoa swali na mambo mengine kama hayo, basi ni hapo chini katika uwanja wa comment. Lakini nakushauri pia unaposikia neno hili usikae peke yako kichoyo. Share kwa wenzako nao waweze kujifunza, wapate muda wa kusoma neno kwa kupitia njia ya sauti kulisikia. Ni hayo, na nakutakia kila laheri. Mungu azidi kukubariki kila wakati. Mwisho kabisa nakuombea neema ya Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.